forgery. Mr. Speaker, I submit. Senator Mrango. Asante sana Mr. Speaker kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia katika mswada muhimu ulio mbele yetu. Mr. Speaker, maisha yangu ya awali nilikuwa mwakilishi wadi. Na sana nilikuwa kiongozi wa wengi katika bunge la Kirinyaga. Na nilihusika pakubwa kumng'oa gavana ambaye alikuwa kwa wakati huo. Mr. Speaker, kitu ambacho ningetaka kusema kwanza, kufikisha gavana ili anjibu mashtaka katika bunge la Seneti kupitia wakilishi wadi ni jambo moja ngumu sana. Ni jambo msaragambo. Mahali Mr. Speaker inafika hata maisha ya wakilishi wadi inakuanga katika hatari Mr. Speaker. Lakini Mr. Speaker, nimesikia tukiongea sana kuongea mambo ya dhuruthi mbili ya wale ambao wanafaa kupiga kura ili kumng'oa gavana. Lakini Mr. Speaker, hii dhuruthi mbili ni ya nini? Ni kuni, ni wanyama ama ni watu? Kama dhuruthi mbili ambayo inahitajika ni wakilishi wadi ambao ni watu, hivyo ni kusema ni wakilishi wadi ambao walikuwa wamechaguliwa. Kama waku basi hawangehusika, kwa sababu wale hawaku wakilishi wadi, kwa sababu ndio kuwa mwakilishi wadi lazima ukuje uchaguliwe na uwe upewe kiapo Mr. Speaker. Na Mr. Speaker, mimi naona kama Mr. Speaker, tukisema kwamba mbunge la gatuzi la Kisii lilikosea ama limekosea, itakuwa ni sawia na kuchinja bata kwa sababu ya kuharisha, na bata wote huharisha Mr. Speaker. Mr. Speaker, ningetaka niseme kitu kingine Mr. Speaker. Mr. Speaker, tunapochangia jambo kama hili na kusema kwamba linafaa ama linawiana na ile jambo kwa muktadha wa kung'olewa kwa gavana wa Kericho, tutakuwa tunakosea Mr. Speaker. Kwa sababu tulipokuwa tunaongea mambo ya Kericho, wakilishi wadi ambao walikuwa wamehusika wote walikuweko, hakuna hata moja alikuwa anakosekana. Na tulikuja tukang'amua mbivu na mbichi kwa sababu tuliwaita wataalamu wakaweza pia kutuelezea kwa undani. Na kwa sababu Mr. Speaker, tukisema kwamba tufanye uamuzi dakika hii bila kusikiza na tujue pia kuliendelea namna gani, naona ni kama haki itakuwa haijatendeka Mr. Speaker. Kwa hivyo nilikuwa nakuomba Mr. Speaker kwamba kama inawezekana jambo lililo mbele yetu likuje baada ya kusikiza pande zote mbili ili tuweze kuwa na uwiano, itakuwa ni nzuri zaidi Mr. Speaker. Na niseme uamuzi ambao tutafanya siku ya leo utakuwa ni uamuzi wa maseneta wote ambao katika bunge la Seneti. Kwa sababu Mr. Speaker, katika msako wa nyani ngedere hawezi kuepa. Kwa hivyo tukifanya uamuzi ambao tunafanya siku ya leo, ni vizuri tuhakikishe kwamba haki imetendeka katika wakilishi wadi wa kutoka eneo la Nyamira na pia kwa gavana ambaye ametoka katika eneo la Nyamira. Nikimalizia Mr. Speaker, ni kwamba ni kweli kumekuwa na mambo mengi ambayo ilikuwa inaendelea katika gatuzi la Nyamira. Na tukisema ya kwamba leo ambao tuko nao tuwanyime nafasi pia kuwasikiza, tutakuwa tumekosea. Na kama pia tutakuwa tunafanya uamuzi ambao unafanya wakilishi wadi wasikie kama wanachukuliwa kwa urahisi kama bei ya chumvi, itakuwa ni rahisi sana kwamba kwa siku zijazo hata kama gavana atakuwa amekosea, tutakuwa tayari tumewavunja moyo na watachukua hatua ambayo wamepewa kikatiba ya kuleta gavana hapa tuweze kusikiza na kuona na kunamua mbivu na bichi Mr. Speaker. Kwa hivyo Mr. Speaker, mimi naomba jambo moja tu. Ikiwezekana kwa nguvu ulizopewa kwa sababu konazo Mr. Speaker na una uwezo, hili swala tulishughulikie likiwa la mwisho ili tupate nafasi ya kila mtu kusikiza na kungamua, itakuwa ni rahisi Mr. Speaker. Na kama Mr. Speaker hiyo haitawezekana, mimi kama seneta wa Kirinyaga sina budi kupinga, kwa sababu sitakuwa nimeridhishwa na yale matamshi ambayo nimeyasikia hapa siku ya leo. Najua Mr. Speaker, katika siku tulio nazo siku hizi, katika siku hizi tuko Mr. Speaker, ni ngumu sana kumshawishi mbwa kwamba asali ni tamu kushinda mfupa. Na kwa hivyo nitaachia Mr. Speaker. Senator Omtata. Thank you, Mr. Speaker, sir, for the opportunity to comment on this motion. Mr. Speaker,